Mpango wa kumtorosha kiumbe hatari zaidi ulikuwa umefanikiwa na tayari daktari alikuwa anampatia maelekezo Gaius na kumwambia kwamba bidada atakwenda kumpa maelekezo yote namna ya kuweza kumhudumia huyo kiumbe. Sasa ile mzee Gaius anamuona huyo kiumbe kwa mara ya kwanza, alijikuta mpaka na sisimka, akaogopa sana, akarudi nyuma, lakini kumbe kiumbe alikuwa ni mpole tu. Ni walinzi wanafika walikuwa wamechelewa sana, kwani tayari gari ilikuwa inaondoka katika hilo eneo. Walijaribu kufyatua baadhi ya risasi lakini ilishindikana. Mkuu wa kitengo anarudi ndani ndio anagundua kwamba hata kiumbe amepotea. Aisee, kesi ilikuwa nzito sana. Lakini huku nyumbani wamemtua yule kiumbe na wamemuweka katika lile beseni la kuogea bafuni, kwa sababu asili ya huyu kiumbe anataka sana maji muda wote. Na tena aliongeza chumvi nyingi katika hayo maji, kwa sababu daktari alisema kadri chumvi itakapokuwa nyingi ndivyo ambavyo huyu kiumbe atakuwa anapumua kwa urahisi. Sasa mkuu wa kitengo akawa anatoa taarifa makao makuu kwamba yule kiumbe ameweza kupotea. Aliambiwa kwamba tunakupatia masaa 24 kiumbe huyo au amepatikanika, la sivyo utakufa. Na bidada katika tarehe zake za mipango ameandaa tarehe 10 kwamba ndio siku hiyo atakwenda kumtoa huyo kiumbe, kwa sababu siku hiyo mvua itakuwa inanyesha, kwa hiyo kiumbe atarudi baharini kiurahisi kabisa. Sasa bidada Elisa alirudi katika ofisi yake kama kawaida ili asiweze kushtukiwa kana kwamba ameweza kumuiba yule kiumbe. Kesi imekuwa nzito hapa ndani. Lakini huku nyumbani mzee Gaius ndio ameachiwa yule kiumbe aweze kumsimamia. Alikuwa anamwangalia huku anamchola. Lakini kwa bahati mbaya mzee baba akapitiwa na usingizi, huyo akawa amelala. Yule kiumbe akatoka katika lile beseni. Na kiumbe akaanza kuzunguka mule ndani. Lakini aliogopa sana mara baada ya kumuona paka. Mwisho wa siku akamshambulia yule paka na kuweza kumla. Gaius anakuja kushtuka na gundua kwamba paka wake ametafunwa. Na mwamba alikasirika sana. Sasa yule kiumbe wakati anarudi katika beseni lake ndo akamkwangua mwamba Gaius kidogo katika mkono. Bidada Lisa anakuja baadaye anagundua kwamba Gaius ameumia mkononi. Lakini mge Gaius akasema kwamba yeye yuko sawa tu, ila atafuta huyo kiumbe kwa sababu ameelekea upande wa chini. Na huku upande wa chini kuna ukumbi wa movie. Basi bidada moja kwa moja akaelekea huko na kumkuta huyo kiumbe anatazama movie kwa utulivu sana. Na kwa sauti ya upole sana bidada Elisa alimbembeleza huyo kiumbe kurudi naye kule nyumbani kwake. Basi huyo kiumbe akatii na kurudi naye. Kisha akaanza kumpa maelekezo kwa kumwambia kwamba kumzuru paka ni vibaya, lakini pia kumzuru Gaius ni vibaya zaidi. Huyu kiumbe alijisikia vibaya, akamfuata Gaius, akamgusa mkono wake, na kisha baada ya hapo ni kama vile alikuwa anafanya ibada fulani hivi. Ilipofika mishale ya usiku bwana Gaius kutazama mkono wake ndio akagundua amepona kabisa yani. Lakini mishale hiyo ya usiku wakati bwana Gaius huko anashuhudia uponyaji, pia bidada alikuwa yuko jirani kabisa na huyu kiumbe. Alafu huyu kiumbe akaanza kumgusagusa kidogo bidada katika kifua. Bidada ni kama akaanza kuingia laini na katika mitego ya huyu kiumbe, lakini ghafla kama amejishtukia hivi akaondoka pale. Lakini bidada baada ya kufikiria kwa muda mrefu mdogo yeye mwenyewe akaanza kusaula, na huyu akawa ameelekea chumbani kwa yule kiumbe. Nini ambacho kilijili tunakutana kesho yake hapa kazini. Fiki yake na bidada Elisa alishangaa kuona kwamba alikuwa na furaha mno. Yani si kawaida kabisa Elisa kuwa na furaha kiasi kile. Akaanza kujiuliza kuna shida gani hapa. Bidada Elisa akamwambia rafiki yake kwamba jana nimelala na yule kiumbe. Rafiki yake alishangaa, yani kile kiumbe umelalaje nacho? Akasema kinajua so poa yani. Mpaka DJ Po kashangaa. Huku upande wa pili kaka dokta anaojiwa na watu hawa kutokea Urusi. Wanamwambia vipi, umeweza kumtorosha yule kiumbe si ndio? Jamaa akasema ndio, lakini alikuwa amejihami kwa kushika kisu. Ila hawa maagent walishtukia kwamba huyu jamaa amejihami, huenda ana kisu nyuma yake. Basi wakamweka kiporo yeye pasipo kujua, akajua kwamba wamemwachia kawaida tu. Miamba akawa ameondoka. Na huku upande wa pili kiongozi wa department yuko katika dimbwi kubwa la mawazo. Anafikiria hapati majibu kabisa, kwa sababu kutokea ile siku amekatwa hiki kidole na kushonewa, anaona kwamba hiki kidole hakina mwelekeo kabisa wa kupona. Na bidada Elisa akawa amenogewa. Kila zikifika nyakati za jioni akirudi kutoka kazini, basi anampa orodha yule kiumbe. Bana we, michezo hii ikawa inaendelea. Wanajaza lile bafu lao kwa maji, mwisho wa siku anaendelea na michezo yao. Hasa bafu limejaa bwana we, mpaka maji akawa yanachuruzika kuelekea katika ule ukumbi wa filamu ambao uko chini kidogo ya hii nyumba yao. Basi maji akawa anaangukia mwamba mmoja huko kutazama movie, anashangaa maji yanamwagika. Akaenda kulalamika kule juu, mbona mmefungulia maji yanamwagikia huku chini? Gaius akajitetea sana. Sasa Gaius ikabidi kwenda kuangalia ni kwa nini maji yanamwagika yanatiririka kiasi kile. Na mzee Gaius hakuamini kabisa macho yake. Alikutana na bidada Elisa akiwa ndo kwanza anafanya mambo yake na huyu kiumbe. Akajiuliza huyu mzee, kama bidada alikuwa na hamu kiasi hicho, si bora angenishtua hata mimi ningemsaidia kuliko anakwenda kwenye viumbe vya ajabu kiasi hiki jamani. Tarehe 10 ambayo bidada alikuwa ameiandika ya kumrudisha huyu kiumbe katika bahari ikawa imeweza kufika. Sasa bidada amefika katika kando ya bahari, kiumbe anagoma kuingia ndani ya maji. Kuna vitu anataka bana. Bidada akaelewa nini ambacho kiumbe anataka. Moja kwa moja mpaka kitandani. Wakaenda kupiga show kama kawaida tena. Huku upande wa pili mkuu wa kitengo amepewa masaa 36 tu. Ahakikishe anampata yule kiumbe, la sivyo aache kazi kabisa, ndo atakuwa amefukuzwa mazima. Hasa bidada Elisa huku nyumbani penzi limekorea vibaya mno. Mpaka kilala nyakati za usiku anaota akiwa anacheza na huyu kiumbe mbele ya watu wengi sana. Lakini aligundua kwamba ndoto yake haiwezi kutimia kwa sababu huyu kiumbe hawezi kuruhusiwa kudeti na binadamu. Huku upande wa pili mkuu wa kitengo yuko kuzurura mitaani, amepewa masaa 36 tu. Sasa akapita mpaka kwenye ile nyumba ya dokta. Akawa na wasiwasi kwamba huenda dokta amehusika katika kumtoroka
kumtorosha yule kiumbe. Hasa kwa kuwa dokta alikuwa anawindwa sana na wale watu kutokea Urusi, wakawa wamefika wakati huo na kuanza kumshambulia kwa risasi, dokta akaweza kuuliwa. Hili jambo lilimshangaza sana mkuu wa kitengo, ambaye akahisi huenda dokta yuko nyuma ya jambo fulani ambalo ni la asili kidogo, na akataka kulipeleza jambo hilo ni lipi liweza kusababisha dokta aweze kuuliwa. Na dokta wakati anaendelea kukata roho, basi moja kwa moja kiongozi akamfuata pale na kuanza kumwambia kwamba niambie ni wapi yule kiumbe alipo. Lakini jamaa akasema mimi bana nilikuwa ni mtafiti tu, sijui yule kiumbe wapi alikoelekea. Yule mwanamama Zelda mfanya usafi ghafla tu akajikuta ameweza kutokewa na bosi wake ambaye ni kiongozi mkubwa sana kule katika masuala ya upelelezi na utafiti. Amekujaje nyumbani kwake? Kuna shida gani? Mwamba hakuwa na maneno mengi, alisema ninachotaka kufahamu ni wapi kiumbe yule mmempeleka. Basi mwanamama akasema hajui jambo lolote lile. Hasa mshikaji akaanza kufoka kwa sauti kubwa sana. Kumbe mume wa bidada alikuwepo humo ndani. Alipomsikia Mwamba anafoka na namna jamaa alivyokuwa na sura ya kikatili, mpaka mume mtu akaanza kutetemeka. Mume bana kwa uoga akalopoka, akasema nilimsikia mke wangu anaongea na Elisa kwamba amuhifadhi vyema ule kiumbe, ama tarehe zake za kuweza kumrudisha baharini zimefika. Ndio kitu ambacho nilisikia wanaongea. Kwa hiyo hao ndio wamemteka huyo kiumbe. Kiongozi wa department akasema wewe ndio mume sasa. Wewe ndio mume unayestahili kuwepo katika dunia. Kwanza akampatia mkono wa shukrani. Kisha baada ya hapo jamaa akaondoka haraka sana anaelekea kwa bidada Elisa. Zelda akampigia Elisa na kumtahadharisha kwamba kiongozi anakuja nyumbani kwako kuja kumchukua huyo kiumbe na ana hasira mno. Bidada akafanya utaratibu wa kumtorosha yule kiumbe, akamtoa katika lile eneo na akamficha sehemu fulani hivi. Sasa huku kiongozi ndo anafika, akaanza kwanza kupiga mlango kwa mguu. Ile ameingia ndani akacheki mazingira, akagundua hapa kiumbe alikuwepo, kwa sababu kuna maji ambayo yalikuwa yamewekewa chumvi, alafu pia kulikuwa kuna kinoti fulani ambacho kilikuwa kama vile kinahesabu siku. Mwamba alishangaa sana. Yaani hichi kibidada hichi kibubu nilikuwa nakiamini sana, nimekithamini, nimekipa kazi ya msingi kiweze kukombolewa kimaisha, kinamuibia kiumbe. Dada Elisa amemkimbiza yule kiumbe mpaka katika maeneo ya fukwe za bahari, alafu akawa anamuaga na akamwambia kwamba wakati mwingine ukimisi mambo usisite kuja nchi kavu. Sasa sijui tuseme wapenzi hao wanaagana. Ghafla tu kumbe Mwamba kiongozi alikuwa ametimba katika ile maeneo, akamlamba risasi moja ya kifua yule kiumbe, alafu akaja akamlamba bidada risasi moja. Sasa Mwamba Gayaz naye alikuwa ametimba kwa wakati huo, akaweza kumpiga yule kiongozi akawa ameanguka chini. Akaenda kumtembelea bidada Elisa pale chini kujua hali yake, lakini mtu wa kwanza kuweza kupona lilikuwa ni lile kiumbe, na mwili wake ukawa unawakawaka hivi. Kiumbe baada ya kujua mtu amemuulia utamu wake alimaindi sana. Kwanza akamfuata yule kiongozi akampiga na kama vile na makwato fulani hivi katika eneo la tumbo. Kiongozi akapoteza maisha pale pale. Dakika hizo mafande ndio walikuwa wanatimba eneo la tukio. Mwamba Gayaz akamshauri kumchukua huyu bidada Elisa na kwenda naye huko katika maji, akiamini kwamba bidada atakuwa amekufa. Na kiumbe hata bila kupoteza muda, moja kwa moja akamchukua bidada akaruka naye katika kina kirefu sana cha maji. Kwa hiyo mafande waliokuwa wamekuja eneo la tukio waliambulia patupu, zaidi walishuhudia mauaji ya yule kiongozi wa ile kampuni inayohusika na masuala ya upelelezi. Hasa huyu kiumbe baada ya kufika na bidada Elisa chini kabisa ya maji, alichokifanya akagusa lile jeraha la bidada la kupigwa risasi. Na ghafla tu bidada akaanza kuota kana kwamba ni mapenzi fulani yale yanayosaidia samaki kuweza kuogelea chini ya maji. Moja kwa moja bidada akajikuta amefungua macho yake. Akiwa na hofu ya kukosa pumzi, akajikuta anaweza kupumua ndani ya maji. Kwa hiyo mpaka dakika hii bidada atakuwa na uwezo wa kuishi ndani ya maji kama samaki. Na siku ya kwanza tu bidada anaanza kuishi maisha yake katika maji, kiumbe hakutaka kusubiri. Hapo akamwanzishia na show. Sijui kama bidada atatoboa ndani ya maji. Bwana kuanzia mwanzo mwa picha yetu ulikuwa na mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Nikusi wewe ambaye unaungana na sisi kwa mara ya kwanza usisite kugusa alama ya kusubscribe, kwani tuna picha kali kuliko hata hii. Hivi unajua kuwa PVP Media Max katika kitengo chake cha IT wanatoa huduma ya kuuza channel za YouTube ambazo zimekuzwa na PVP Media Max, lakini pia wanatoa huduma ya kukuza channel kutokea subscriber 0 mpaka subscriber 1000 ndani ya siku moja tu. Alafu ile changamoto inayowatesa wengi kufikisha masaa 4000, basi changamoto hiyo inatatuliwa ndani ya siku 2 tu kama tu ukishirikiana na PVP Media Max. Mamia ya watu wameshashtukia mchongo na watu wanatengeneza mkwanja mzito. Kama ujui utafungua channel ya YouTube na uelewi nini cha kwenda kufanya, tunafundisha namna ya kutumia AI, yani video ambazo unatengeneza wewe mwenyewe pasipo hata kuweka sauti yako wala picha. Hizi video zinajitengeneza zenyewe kwa kutumia maandishi tu. Nilidhani radi inagonga juu ya paa mpaka niliposikia ikigonga chini ya ardhi, na pale kwenye maji ya barabarani kitu kilining'inia kama kamba, lakini kilikuwa ni ngozi ya nyoka imeandikwa jina langu. Kuanzia siku hiyo pesa zilianza kutoka sehemu ambayo haiwezi kutoka pesa,
kaburini tu. Mbona hii ni zaidi ya ofa? Yaani unajifungulia akaunti ya YouTube, baada ya hapo inakuzwa mpaka kufikia vigezo ndani ya siku moja, kisha baada ya siku 2 inatimiza masaa, siku ya 3 unafundishwa namna ya kutengeneza content. Alafu kilaini tu ukiwa nyumbani unatengeneza mkwanja mzito. Wewe bwana wewe, upewe nini? PVP Media Max ni zaidi ya burudani na ni zaidi ya ajira. WhatsApp katika namba yetu ya simu ni 0622113984. Huduma zetu ni gharama nafuu kabisa. Kwa shilingi 100,000 tu unatengenezewa channel na kukuziwa. Kumbuka, ofa hii itakapoisha gharama itakuwa kubwa zaidi. Wahi sasa, ipatia huduma yako, tengeneza ajira yako binafsi.